Nashangazwa na rehema zako Yesu, asante kwa neema. Nashangazwa. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa Mungu, ninawasalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Leo ni siku ya Jumatano ya baraka katika wiki hii ambayo Mungu ametupa, na ninakukaribisha sana kwa ibada katika masaa haya ambayo yametangulia, lakini tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Asante kwa ajili ya Mungu kuniweka salama mimi. Asante kwa ajili ya Mungu kukuweka salama wewe baba. Asante kwa ajili ya Mungu kukuweka salama wewe mama. Asante kwa ajili na watoto wetu pia. Mungu wetu aendelee kutubariki, na karibu sana basi katika ibada hii, na tunaianza tukilitaja jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na Mungu akutendee mema mengi. Funika macho yako tuombe. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, tunalihimidi jina lako. Asante kwa ajili ya siku hii uliyoifanya ambayo ni siku ya Jumatano. Asante kwa ajili ya siku hii ya baraka katika wiki hii njema. Baba mwenyezi, tunakuja mbele zako. Tunajua sisi ni wenye dhambi, na mara nyingi tumekuwa watukutu mbele zako kama wanao. Wewe ni baba yetu, ukatusamehe na kuzifuta dhambi zetu kwa damu ya Yesu Kristo. Siku hii tunajidhabihu kwako, tunajikabidhi katika mikono yako yenye nguvu, kwamba tukaongozwe nawe, kwamba tukaendeshwe katika sheria yako. Katika jina la Yesu tutakutanguliza wewe Bwana, lakini tutawapenda na marafiki na jirani zetu, ukatufundisha upendo wa kweli. Baba, asubuhi hii tunawaleta marafiki zetu mikononi mwako. Mungu, ziko familia ambazo zinauguza, tunaomba Mungu kazikumbuke na uwaponye wapendwa wale, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu mwenyezi, ziko familia ambazo zimefiwa, na yumkini leo kuna familia zinazozika. Mungu, zinazika wapendwa wao, wakiwa ni baba wa familia au ni mama wa familia au shangazi au mjomba au kaka au dada au mtoto kwa familia. Ninakuomba Bwana, ukapeleke msaada kutoka patakatifu pako katika jina la Yesu Kristo, uwafariji, na kama vile milima inavyozunguka Yerusalemu ndivyo ulivyosema utawazunguka wakuchao, ukawashike katika masononeko na huzuni, ili wasije wakakuacha wewe na mioyo yao ikaenda mbali, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu mwema, Baba wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, tunakuja mbele zako wanao, tukiomba kwa ajili ya wale walio wagonjwa. Tunawakumbuka ndugu zetu wakubwa kwa wadogo, wa kike kwa wa kiume, ambao wamelazwa katika hospitali kubwa ya taifa pale Muhimbili. Wamelazwa Muhimbili ya Upanga na ile Muhimbili ya Mloganzila. Mungu wako marafiki zetu wamelazwa hapo Sinza Palestina, wako kule Temeke hospitali, wako kule Amana, wako kule Mwananyamala, wako kule KSMC Yesu, wako kule Mawenzi Bwana, wako katika hospitali ya pale Arusha Mungu, wako maeneo tofauti tofauti Bwana ya nchi yetu. Tunakusihi katika jina la Yesu, peleka neno lako, kwa sababu neno lako linasema wewe unalituma neno, na lile neno hutuponya na kutuondoa kwenye maangamizo yetu. Baba, nyosha mkono wako, waponye wanao, waponye wanao. Mponye huyu anayeteseka, wengine wamepata ajali, waponye Yesu. Damu ya Yesu Kristo inene mema kwao. Wapelekee msaada kutoka patakatifu pako Bwana, ili waweze kuinuka na kurudi nyumbani, wakute waume zao, wakute wake zao, wakute watoto wao. Bwana, ninakusihi kwamba ukawasaidie wapone. Ninakemea roho ya mauti inayotembea katika hospitali mbalimbali. Ninakemea roho ya kupoteza maisha. Mungu, ukawasaidie wanao. Bado una jambo kwa ajili yao, bado una jambo kwa ajili yao. Tusaidie kuwaponya kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na wale ambao bado hawajafikia toba, Mungu, peleka msaada kutoka patakatifu pako, ili wasikie kufanya matengenezo, wasikie kufanya toba Bwana, na urudi na kwa rehemu, kwa sababu wewe ni Mungu wa nafasi nyingine. Baba,
Tunapoangalia katika maandiko, Hezekia ulimpa nafasi nyingine, lakini yuko Samsoni ulimpa nafasi nyingine, lakini yuko Daudi mtumishi wako na rafiki yako ulimpa nafasi nyingine. Lakini Bwana, vipi Petro aliyekuwa anakupenda ulimpa nafasi nyingine, japo alikukana. Yesu Kristo mwana wa Mungu uli hai, uliwatendea watoto wako mema, naomba uwape nafasi nyingine ili waweze kutubu na wawe hai tena, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mwana wa Mungu uli hai, mwana wa Mungu uli hai, ninakusihi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti kwamba ukawaangalie pia wajane. Peleka mkono wako wa faraja kwa wajane. Wako wajane wanaoteswa na familia, wako wajane wanaoteswa na ndugu, wako wajane wanaoteswa na hila, vivyo pia kwa watoto yatima. Lakini Mungu, hata na wagane wale wanaume walioacha na wake zao, wengine wanateswa, labda wengine ni mambo wasiyojua. Ninakusihi kwa jina la Yesu ukawazingire, ukawapelekee msaada kutoka patakatifu pako, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunawaleta marafiki zetu wafanya biashara mahali walipo, ukawafunike kwa damu ya Yesu, wasaidie na kuwapelekea msaada wa kupata wateja kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaomba Bwana ukawasaidie wafanyakazi mbalimbali kwenye maofisi, wafanye kazi kwa weledi kwa jina la Yesu. Wale wanaoelekeza akili za watu, kuanzia maprofesa mpaka mwalimu anayefundisha baby class, Mungu wape weledi waweze kufanya kazi yao kwa umakini katika kuelekeza maarifa na kufundisha akili za watu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nilaleta wakulima wakumbuke na hali ya hewa Bwana ikakae vizuri kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye kuvuna, ukatuangalia na hali ya hewa. Lakini wako wenzetu ambao bado wanalima mazao mbalimbali ya msimu, ukawapelekea msaada kutoka patakatifu pako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu mwenye nguvu, ukatusaidie. Ondoa magonjwa mengi ya kifamilia, ondoa magonjwa yale ya mlipuko kwenye jamii, na tunaomba ukatukinge na ugonjwa unaoitwa Ebola ambao unazungumzwa. Mungu katurehemu tusipatwe na mabaya kwa jina la Yesu. Namfunika rafiki yangu huyu mkubwa kwa mdogo ambaye anashiriki ibada hii. Mlinde, mtunze, msaidie, mpiganie, mfanikishe Bwana. Kumbuka maombi yake, na ili Mungu lile hitaji ambalo analihitaji kutoka kwako likakamilike katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Fanyika faraja, fanyika baraka kwa watoto wako leo, na wale ambao wako katika kujitafutia mkate wa siku, Mungu usaidie waweze kupata chakula kwa ajili ya familia zao, na wale wenye huzuni ukaondolee huzuni, na wale ambao wanapita kwenye madeni na wengine wamesababishwa madeni, Mungu wafanyie njia ya kutoka, kwa sababu neno linasema jaribu linakuja kwetu kwa njia moja, lakini litaondoka kwa njia saba. Roho ya madeni, sikia sauti ya Bwana, toka kwa njia saba, toka kwa njia saba, toka kwa njia saba kwa jina la Yesu. Mapepo majini, toka kwa njia saba, toka kwa njia saba, toka kwa njia saba kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Magonjwa ya kurithi na kuambukiza, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Roho za umaskini, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ineme mema kwetu katika jina la Yesu Kristo. Sikia kuomba kwetu, na pale ulipo sema amen. Mtoto wa Mungu, ninaleta neno hili ambalo limesukuma sana ndani ya moyo wangu, na hii ni Zaburi ya 23. Zaburi ya 23. Na wengi inaweza kuwa ni neno la kuzoelea na tukajikuta tunalizungumza kama chiriku, lakini Zaburi ya 23 limetubebea mambo makubwa ambayo hata shetani hazubutu na wala asingetaka ukiri kwa kumaanisha. Neno la Mungu linasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ninakuombea rafiki yangu, na huu ni ujumbe wa kinabii kwako, kwamba Mungu ambaye ni Bwana awe mchungaji wako, na kwa yeye kuwa mchungaji wako na kwa yeye kuwa mchungaji wangu nisipungukiwe na kitu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, roho ya upungufu, roho ya kupungukiwa, roho ya kuishiwa,
tunaikutanisha na mchungaji mkuu Yesu Kristo, kwa sababu hili neno ni la kinabii. Leo likatimie kwangu mimi Pastor Maruchu, likatimie kwa kila mmoja unayenisikiliza. Bwana awe mchungaji wako, na Bwana akiwa mchungaji wako hutapungukiwa na kitu. Roho ya upungufu, sikia sauti ya Bwana. Tunakutanisha na mchungaji wetu mkuu Yesu Kristo, na hatutakuwa kama tulivyo. Sema amen. Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye mchungaji wako, usipungukiwe na kitu. Sema amen. Roho ya kupungukiwa ikuachie, na roho ya utele iwe fungu lako katika jina la Yesu. Sema tena amen. Mstari wa pili anasema, katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Rafiki yangu, kuna watu wengi wanajifanya kuongoza wengine na wanaweza kuwapeleka katika njia ya upotevu. Leo Yesu Kristo akuongoze, na ukiongozwa hautapotea. Ukiongozwa you shall not lose the way, kwa sababu Yesu ambaye ni mchungaji mwema akitangulia mbele yako, you shall reach the destiny, you shall reach the destination. Mungu akupe neema uifikie hatima yako, ufikie kule unakokwenda, usipotee njiani kwa jina la Yesu, wala usifie njiani, kwa sababu Yesu mchungaji mwema, yeye ana kazi ya kukuchunga. Utakaa salama, utabarikiwa, utapata chakula, utapata chakunywa, na utakaa salama katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu Mwenyezi, Baba wa milele, wabariki watoto wako, bariki utumishi huu. Na anasema huniwisha nafsi yangu na kuniongoza na katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Uhuishwe leo, uhuishwe leo, uhuishwe leo katika jina la Yesu Kristo. Uhuishwe, usife, uhuishwe, uwe na nguvu, uhuishwe kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu akubariki leo, Mungu akutendee mema leo, na Zaburi ya 23 inene mema kwako. Pokea baraka, na Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, na Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani, kwa jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana. See you shine. Uende ukafanye kazi. Mungu akubariki. Wale ambao wako kwenye huzuni, Mungu awafute machozi. Wale walio wagonjwa, tunaye mchungaji mwema na hata tuacha wala hata kupungukia. Kwa jina la Yesu utendewe mema sana. Siku hiyo ya mnabaraka, na tutaonana tena. Walioko kule TikTok, Mungu awabariki na kuwatendea mema, na usiache kusubscribe, kulike na kucomment katika YouTube channel Madhabahu ya Faraja. See you shining in Jesus name. Amen.